Ijumaa ya Machi 19, 2021 katika ikulu ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 5 cha Katiba ya Tanzania iliyotungwa mwaka 1977 kufuatia kifo cha rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli kilichotokea Machi 17 mwaka huo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili lilitia wino vitabu vya historia kwa kuwa ilikuwa ni mara ya kwanza Tanzania kuondokewa na rais aliyepo madarakani, na kubwa zaidi ni Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa kwanza mwanamke kuiongoza Tanzania na rais wa kwanza mwanamke katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mpaka sasa Tanzania na dunia inasherehekea miaka 4 ya uongozi wa mwanamke huyu shupavu, jasiri, mcha Mungu, mwenye upendo, hekima na busara za aina yake. Miaka hii 4 haikuwa rahisi kwake wala kwa Watanzania. Hata yeye mwenyewe amewahi kunukuliwa akisema kuwa hakutarajia kama siku moja angekuwa rais, lakini kwa kuwa imetokea, imebidi ajifunge kibwebwe. Hakukuwa na imani au kuamini kwamba yule mwanamke anaweza kufika hapa, hakukuwa. Wanasema avae kiatu ndiye ajuaye msumari uchomapo, na kiatu sichokivaa huwezi kujua uzito wake au kinabanaje. Katika kabati letu la Maisha Fresh tuna pea 4 za viatu vya Samia sasa. Kila pea ina saizi na rangi tofauti. Tunaweza kupima ukubwa wa kiatu cha Samia kwa kuangazia miradi na shughuli za kimaendeleo zilizotekelezwa ndani ya miaka hii 4. Kwa kuanzia, tumemulika usambazaji wa maji vijijini. Usambazaji wa maji vijijini Tanzania husimamiwa na kuratibiwa na Wakala wa Usambazaji wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini, RUWASA, iliyoanzishwa na Sheria namba 5 ya Huduma ya Maji na Usafi wa Mazingira ya mwaka 2019. Chini ya uongozi wa Daktari Samia, mwaka 2023, Tanzania iliibuka kinara duniani kwa usambazaji wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini kwa kutumia utaratibu wa malipo kwa matokeo, yani Program for Results, P4R. Kampeni ya kumtua mama ndoo kichwani ni mpango unaotekelezwa na serikali ya Dr. Samia kwa lengo la kusogeza huduma za maji karibu zaidi na jamii ili kumpunguzia mwanamke usumbufu, kwa kuwa yeye ndiye amekuwa mhanga mkuu wa shida ya upatikanaji wa maji. Kupitia kampeni ya kiatu cha Samia, sisi Jambo FM Radio tumebisha hodi kwa Wakala wa Usambazaji wa Maji Safi na Usafi wa Mazingira, RUWASA, mkoa wa Shinyanga, kushuhudia jitihada za Daktari Samia katika kutekeleza miradi ya maji katika vijiji vya Shinyanga. Safari ya kiatu cha Samia ilianzia wilayani Ushetu unakotekelezwa mradi wa usambazaji wa maji ya Ziwa Victoria wenye kilomita 143 kwa thamani ya shilingi bilioni 37.5 utakaohudumia takribani kata 11 zenye vijiji 54. Mradi huo ulianza kutekelezwa Oktoba 2024 na unatarajiwa kukamilika kwa 100% ifikapo mwaka 2026. Godfrey Businye Charles ni mhandisi mshauri katika mradi huo. Alituelezea vyema utekelezaji wa mradi huo. Na mradi huu tunatekeleza kutoka manispaa ya Kahama kuja halmashauri ya Ushetu kwa maana ya Uloa kwa maana ya phase 1. Na mradi huu una jumla ya kilomita 143 ambao kilomita 77 ni kutoka Kahama ambao ni bomba kuu kuja kugawa kwenye matenki yetu matatu. Tenki la kwanza ni mita kubiki 100 kwa maana ya 100,000, lakini tenki la pili ni mita kubiki 500 kwa maana ya 500,000 na mita kubiki 300 kwa maana ya 300,000. Na matenki haya yamekusudiwa kusupply ama kusambaza maji katika vijiji vyote vivimo ndani ya Uloa. Kata Uloa katika kwa maana ya kufikiwa na mradi huu kutakuwa na ujenzi wa vituo vya kuchotea maji 35, lakini pia kilomita 66 za usambazaji wa maji katika kata hii kwa maana vijiji vyote ya Kangeme, Uloa namba 2A, Uloa namba 2B, Uloa namba 8, Uloa namba 9, Uloa namba 3, namba 4
zote zinaenda kuhudumiwa na mtandao wa maji jumla wenye jumla ya kilomita 66. Vijiji vinavyoguswa na mradi huu vinapatikana katika maeneo yenye ukame. Wananchi wa maeneo haya wamekuwa wakipata shida kufuata maji kutoka umbali mrefu. Hata hivyo, uhakika wa usafi na usalama wa maji hayo ambayo wananchi wamekuwa wakiyachota katika madimbwi ya kunyweshea mifugo pia umekuwa ukitia shaka. Wananchi wa Ushetu wamemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwaletea mradi huo mkubwa wa maji Ushetu. Maji kwa kweli hapa ni shida sana. Kuna sehemu, kuna madimbwi kule mbugani chini ndio tunapata kule. Pana umbali gani? Umbali kama labda kutoka hapa na namba 2 kama huna basikeli hata kwa kujitwisha tu maji ufikishe nyumbani. Na kisima nyumbani, lakini ya kunywa wa mara nyingi tunanunua. Kuna kaumbali, ni mbali, wanakuja wametoa jasho hatari. Kilomita hata 10. Sio kwamba mpaka uwe na usafiri, kwa sababu kaya yetu za vijijini kama huku unakuta kaya zingine hazina usafiri. Labda jirani awe labda na tela mkokoteni inamaanisha. Kwa hiyo mnaunga tu, mnakusanya, mnaenda. Siku jamaa afuati yeye kama yeye sasa kwenye familia yake, inabidi mama ndo ajibike, kwa sababu ndo wajibu wetu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba maji haya yanayokuja Ulowa yatasaidia sana kwa wababa na wamama. Kwa mfano wamama walikuwa wanaondoka usiku kufuata maji. Sasa maji yatakuwa ya kuchukulia nyumbani. Kwa mimi kama mimi ningemuongezea kama wasemaji wengine wanavyosema. Kwa hiyo ningemuongezea zaidi na zaidi. Kiatu cha Samia hakikuishia hapo. Pia tulitembelea mradi wa usambazaji wa maji ya Ziwa Victoria katika vijiji 5 wa Seseko Ngundambali wenye gharama ya shilingi bilioni 2.8. Mradi huu tayari umekamilika kwa 100% na unahudumia zaidi ya wananchi 15,500. Mhandisi Mailan Nicolaus Matias ambaye ni msimamizi wa mradi kutoka wakala wa usambazaji wa maji safi na usafi wa mazingira RUWASA wilayani Kishapu anatueleza zaidi kuhusu mradi huu. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwezi Februari mwaka 2022 na umekamilika mwaka 2023. Mpaka sasa mradi huu umekamilika, unatoa huduma kwa wananchi wa Seseko, Kakora, Dugushiru, Ngundangali na Mpumbura. Mradi huu unajumlisha jumla ya vijiji 5, una matenki 3, mtandao wa bomba kilomita 41.5 na una hudumu watu zaidi ya 15,500 na una gharama ya shilingi bilioni 2.8. Chanzo cha mradi huu ni maji ya Ziwa Victoria, ambao kuna bomba letu kubwa ambao linatoka Odi Shinyanga, linapita Maganzo, linaelekea mpaka mji mkuu makao makuu ya Munze pale wilaya ya Kishapu, na ndipo sasa sisi tumetepu tukaweza kujenga tenki hili. Hili tenki huu mnara mrefu wa mita 15 na hili tenki lina ujazo wa lita 100,000 kwa ajili ya kuhudumia wananchi wa vijiji 3 vya Ngundangari, Kakora pamoja na Dugushiru. Mradi huu una jumla ya matenki 3 ambao matenki 2 hapa kijiji cha Seseko, tenki nyingine kijiji cha Mpumbura, ambao ndio maana nimesema mradi huu jumla una matenki 3 ambao unahudumia jumla ya vijiji 5. Wananchi wa wilaya ya Kishapu wana shukrani zao kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwasogezea huduma hii muhimu ya maji safi na salama kupitia mradi huu. Kwa majina kwanza niseme naitwa Mashini Masunga, diwani wa kata ya Uchunga wilayani Kishapu. Kwenye mradi huu mkubwa wa maji ya Ziwa, mradi mkubwa ambao una thamani ya bilioni 2.8, DP 31 kwa kata ya Uchunga. Tunamfurahia sana mama, tunamshukuru sana mama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi huu mkubwa wa maji. Watu walikuwa wanahangaika sana kipindi cha nyuma, watu walikuwa wanafuata maji kilomita karibia 12, lakini sasa hivi wanafurahia sana mradi huu mkubwa wa maji. Huu mradi ulipotupata huu wa maji, kwanza tulishukuru sana. Tunamshukuru Mama Samia rais wetu kwa kutuletea huu mradi wa maji, maana tulikuwa tunasumbuka sana kupata maji. Tulikuwa tunatembea kilomita 9 kuyafuata maji. Yaani tunamshukuru sana mama kwa kutuletea huu mradi. Huu mradi umetusaidia sana kupata tu maji. Kwanza maji, tuseme maji ni uhai. Maana sisi maji ambayo tulikuwa tunatumia kwenye hiki kijiji maji yalikuwa ya chumvi.
yalikuwa yanatupa shida sana, hasa matumbo yalikuwa nauma kidogo tu, ukienda kupima unaambiwa una UTI. Sasa huu mradi tunaushukuru sana. Ili kupata maelezo zaidi juu ya utekelezaji wa miradi ya maji vijijini, kampeni ya Kiatu cha Samia, ilimwalika meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Shinyanga, mhandisi Juliet Edward Payovela katika studio za Jambo FM Radio Linu Mpalitale kujadili zaidi. Zaidi ya vijiji 54 vikapata huduma kupitia ule mradi. Na ndio suluhisho la maji katika halmashauri ya Ushetu, kwa sababu Ushetu katika jiografia mkoa wa Shinyanga ni eneo ambalo ni kame sana. Kwa hiyo maji haya yanatoka, ni maji ya Ziwa Victoria. Tunachukulia bomba la Kahama, kwa maji ya Ziwa Victoria kwa mradi huu wa Ziwa Victoria yanatoka Mwanza. Ndio. Yanafika Kahama, yanafika Shinyanga, lakini pia na mkoa wa Tabora na Singida. Na Geita pia na Mwanza. Sasa kwa bomba ambalo linaenda Ushetu tunaichukulia Kahama. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba ni mradi ambao ni solution ya kudumu kwa upande wa wananchi wa Ushetu. Yes. Sawa. Sisi hiyo ni miradi ambayo tumefanikiwa kwenda na tumeishuhudia kwa macho yetu. Kwa hiyo tunasema kwa milango yote ya fahamu. Ndio. Niko sahihi mzee wangu? Yaani kweli. Milango yote ya fahamu. Umeona, umenusa, umesikia. Ndio. Lakini nadhani kwa sababu tu muda ulikuwa hautoshi. Nimepata kuiona hiyo. Ndio maana nimesema kuna miradi ya 54 ambayo imekamilika. Ambayo imeshakamilika ndani ya mkoa wa Shinyanga. Kwa kipindi cha hicho miaka 4. Lakini bado kuna miradi mingine tena inaendelea 18 ambayo iko site inaendelea kutekelezwa. Ambao ni pamoja na huo mradi wa Ushetu. Sasa katika ile mradi ya 54 kwa mfano huko ambako mlienda Kishapu, kuna mradi mwingine wa bilioni 6.6. Huo unatarajia kuhudumia vijiji 25, lakini kwa awamu ya kwanza umekamilika tayari. Kuna vijiji kama 3 tayari vimeanza kupata huduma. Kwa hiyo kinachofanyika tunaendelea kusambaza yale maeneo ambayo yanapaswa kufikiwa na ule mradi. Kwa sababu katika maelekezo ya ilani ya uchaguzi nadhani ni ibara ya 100 ndio imeongelea upande wa sekta ya maji. Kwamba imetoa maelekezo tufikishe huduma kwa wananchi kwa upande wa vijijini ifikapo 2025 ambao ndo tuko sasa hivi. Ndio. Kwa kufikia 85. Sasa inafikiwaje 85? Ilikuwa ni kukamilisha miradi ambayo ilikuwa inaendelea kuanzia ile 2020 wakati wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa ni kukamilisha miradi mikubwa ambayo inaendelea, lakini kuhakikisha kwamba yale vijiji ambavyo vinapitiwa na ile miradi mikubwa tuhakikisha vinafikiwa na huduma. Kwa hiyo maana sasa kwa mfano Mkishapu kuna mradi wa bilioni 6.6, lakini pia kuna mradi wa Ukenyenge. Nao umekamilika. Ule mradi unahudumia kata nzima ya Ukenyenge. Ambao ni vijiji vingapi? Vijiji 4. Kiwemo Ukenyenge center ile yote inapata huduma ya maji. Na hayo ni maji ya Ziwa Victoria. Ni maji ya Ziwa Victoria. Yaani kwamba tufikishe maji kwenye maeneo ambayo kupitia miradi mikubwa tu tumepewa. Kama mradi mkubwa kwa upande wa Shinyanga ni mradi wa Ziwa Victoria ambao umetoka Mwanza. Lakini pia kwenye upande wa Shinyanga kwa maana ya jimbo la Solwa, lakini pia kuna manispaa ya Shinyanga ambao manispaa inahudumiwa na wenzetu wa Shuasi. Ndio. Sasa kwa upande wa jimbo la Solwa kuna miradi kwa nayo imekamilika kupitia ile miradi ya 54 ile. Kuna mradi unaitwa wa Mwenge Mwongozo. Ule ulikuwa na thamani ya shilingi bilioni 2.2. Vijiji 6 vinapata huduma. Maji yanatoka maji ya Ziwa Victoria hayo. Lakini pia kuna eneo la Mwakitoli palikuwa na shida sana ya maji, na kuna story ambazo nadhani tumeshaye kuzisikia. Mheshimiwa Waziri anasema kuna mradi mabomba yalikuwa yanapaa. Kipindi kile. Kwa kuna hiyo story. Kwa hiyo tulipoingia RUWASA tukarescue ule mradi kuukamilisha, kurekebisha matatizo ambayo ulikuwa nayo. Mlirekebisha mabomba yakaacha kupaa. Mabomba yakaacha kupaa. Nyewe ulichofanya mlikata mabawa kwenye yale mabomba. Mheshimiwa Waziri anakuambia mradi ulipata rubani. Rubani wa kuendesha yale mabomba. Mlifanyaje mabomba yakaacha kupaa? Au na nyinyi na wataalamu wenu Yalikuwa ni masuala tu ya kitaalamu, nani alikosewa wakati wa usanifu wa mradi, lakini tulirekebisha. Yalikosewa mabomba yakapaa. Yaani alikuwa maji yakipita ule ujazo bomba ilikuwa kabla ya maji kupita.
Maji hajapita bomba linapaa. Bomba linapaa. Yani mabomba yalikuwa hayakubali kufikiwa chini. Yanapaa juu. Sijui umeelewa. Lakini pia upo mradi mwingine wa kata ya Mwalukwa. Mwalukwa ina vijiji 4 ile kata. Ndio. Tumejenga mnada bilioni 1 lakini tumeshirikiana na wadau wa maendeleo wanaitwa Life Water International. Kwa hiyo wametusaidia kujenga. Hayo yote ni ndani ya miaka 4. Ndani ya miaka 4 hiyo. Okay. Mnada bilioni 1 vijiji 4 tayari. Na ule mwingine vijiji 6 lakini kuna miradi mingine midogo kwenye kila wilaya. Kahama kule ndo kuna miradi ya kutosha. Okay. Kwa mfano jimbo la Msalala. Kuna mradi mkubwa ambao kipindi mama anaingia madarakani ulikuwa umesimama. Ni mradi wa bilioni 13.8. Okay. Ule mradi ni mradi wa vijiji 14 ambavyo tuna mradi tunashiriki mikoa miwili. Mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Geita. Ni maji ya Victoria. Okay. Kwa mkoa wa Shinyanga tuna vijiji 8. Na ulikuwa na thamani ya bilioni 13.8. Tayari ule mradi ulikamilika. Kipindi cha mama alikuamua alituma fedha tukakamilisha. Okay. Lakini pia ule ni mradi mkubwa kwa vijimbo vina nufaika na ule mradi pia. Tumevitekeleza ndani ya kipindi cha Mama Samia. Okay. Ambao tayari na wenyewe vinapata huduma hivyo vijiji vyote 8. Okay. Na pia hata kwa upande wa wenzetu wa Geita nao vinapata maji tayari vijimbo vinahusika na ule mradi. Na huo mradi. Yes. Lakini bado kuna mradi unaitwa Nduku Busangi. Mradi wa bilioni 5.3. Okay. Huo ulikamilishwa mwaka of course ni mwaka jana mwishoni. Na ni kata ya Busangi ni center moja kubwa sana. Ndani alikuwa ni kwa Mheshimiwa Maige, mbunge wa Msalala wenzi hizo ni kijini kwake pale. Okay. Lakini pana center kubwa tu. Pana vijiji kama 3 tayari vinapata huduma lakini pia ule mradi kwa awamu inaofuata full tunaendelea nao mwaka fedha ujao. Tunafikisha maji mpaka makao makuu ya Msalala, Mtobo kule. Kupitia huo mradi. Kwa bado tuna kuna katika kipindi cha Mheshimiwa Samia kuna fedha alizitafuta za COVID kama tunakumbuka. Nakumbuka. Kila jimbo alileta milioni 500. Kwa katika kila jimbo tumejenga mradi wa milioni 500 ambao ni mzuri. Kwa maana ya Kishapu kuna mradi unaitwa Bupigi Utongo ni mradi wa COVID. Ulikamilika na wananchi wanapata huduma kwenye vijiji viwili. Imagine. Wanatoa wapi maji? Maji ya Victoria. Ni Ziwa Victoria. Okay. Lakini pia Shinyanga nao hivyo milioni 500 tukawajengea mradi mzuri tu. Kuna sehemu inaitwa Liabukande huko. Kijiji cha Mwashagi. Okay. Similarly kwa upande wa Msalala na Ushetu kule kuna miradi kama miwili kwa hiyo milioni 500. Kwa Msalala kuna kijiji kinaitwa Mwashigini, maji ya Victoria. Kwa Ushetu sababu Ushetu kwa by then palikuwa na changamoto kama tunavyosema ni changamoto underground hatupati maji lakini pia upande ule maji ya Victoria kwa bado hajafika. Ndio huu mradi ambao tunaupeka sasa hivi. Kwa wale mradi wao COVID unategemea kisima kirefu kina maji ya kutosha. Okay. Vijiji viwili vinapata maji. Okay. Kwa utaona kipindi hiki cha Mama Samia kazi kubwa imefanyika kwenye sekta ya maji na bado inaendelea kufanyika. Engineer Juliet, kuna muda ulinidokeza kwamba nyinyi mnatekeleza ujenzi wa hii miradi. Yes. Utunzaji wake na uendeshaji wake unakuwaje? Kimsingi RUWASA tuna kazi kuu mbili. Ya kwanza ni kujenga miradi ya maji ili wananchi wapate huduma ya maji. Lakini sasa tukishajenga ile miradi inatakiwa sasa iendelee kuwa endelevu. Ili hata mtu anaizaliwa kesho akute ule mradi aendelee kutumia. Kwa hiyo tuna sheria ambayo ilituunda sisi RUWASA. Namba 5 ya mwaka 2019. Ndani ndio sheria ile ambayo iliunda vyombo vya kutoa huduma ngazi ya jamii kule chini. Okay. Ambapo sasa ile tukishajenga miradi tunavikabidhi vile vyombo vinafanya usimamizi. Okay. Na ndio maana nikakwambia nimekuja na mtaalamu ambaye specifically eneo hilo ndo analisimamia. Ndio eneo lake. Yes. Okay. Kwa pamoja na kujenga miradi tunasimamia utoaji wa huduma kule ngazi ya jamii kupitia vile vyombo. Okay. Tunavisimamia vitoe huduma ambao ni endelevu. Lakini pia kuhakikisha kwamba huduma inakuwepo masaa yote ya kutoa huduma. Haitaki kusikia kwamba leo tumemaliza kujenga mradi baada ya siku 3 maji hayatoki au super pump imeharibika. Kwa hiyo vile vyombo kazi yake ndio hiyo kuhakikisha miradi kila siku wananchi wanapata huduma. Okay. Sasa tumeshapeleka maji kwa hiyo tusai kusikia wananchi wanakosa huduma. Yes, kwa msimamizi ambaye pia ni mfuatiliaji wa hivyo vyombo ni afisa maendeleo ya jamii ya mkoa.
Okay. Lakini pia hata kule wilayani tunao pia. Sababu kwa ajili ya kazi hiyo ili huduma wananchi waendelee kupata huduma. Yaani sio tusiache kujenga miradi. Okay. Yes. Sawa, Bwana Nasib Ngoya, karibu sana. Asante. Najua wewe ndio msimamizi wa hicho kitengo cha uendeshaji wa hii miradi ili huduma ziendelee kuwepo. Okay, utaratibu ukoje? Ni kwamba kitengo cha maendeleo ya jamii ni sehemu ya vitengo vinavyosaidia katika utekelezaji wa majukumu ya RUWASA. Okay. Kwa hiyo kitengo cha uendelevu wa huduma baada ya miradi kujengwa kinasimamiwa na kitengo cha maendeleo ya jamii. Okay. Na utekelezaji wake unazingatia majukumu ya RUWASA kama yalivyoainishwa katika sheria namba 5, sheria ya maji na usafi wa mazingira namba 5 ya mwaka 2019. Okay. Kwa hiyo hii sheria inaelekeza majukumu ya RUWASA kwamba ni pamoja na kuibua na kubaini mahitaji ya maji kwa wananchi, lakini kuweka mipango kwenye bajeti za mwaka, kutekeleza miradi, lakini baadaye kisha kamilika kuikabidhi kwa wananchi. Okay. Kwa hiyo hizi huduma za maji huko vijijini ambazo zinasimamiwa na RUWASA. Ndio. Na wao wanalipia bili kama mjini. Ndio. Na bei ni zile zile. Kuna bei elekezi ambayo imetolewa kwa kila eneo la huduma. Kwa zinatofautiana. Inawezekana wengine wakawa wanalipa kuliko mjini. Kwa wengine wanalipa juu kuliko mjini kulingana na kuna kitu wanaita customer base lakini pia na umbali wa kupeleka huduma. Okay. Na swala zima la uendeshaji na matengenezo. Okay. Wananchi huko vijijini wanaelewa kweli swala la utunzaji wa hii miundombinu au kuna changamoto gani? Pamoja na mambo mengine ni kwamba kupitia kitengo cha maendeleo ya jamii imekuwa ikielimishwa katika swala zima la utunzaji wa miundombinu ya maji na vyanzo vya maji. Kwa hiyo wananchi wanauelewa sahihi na ni swala ambalo wananchi wamekuwa wakielimishwa kila mara. Okay. Na mtaalamu, kumekuwa na ule utaratibu wa kuunda vikundi vya utumiaji maji. Sawa. Hivyo mnavitumia bado au kwa sababu sasa hivi kuna ule mfumo wa kila mtu kuvuta maji kwenda kwake, ukiachana ule mfumo ambao ulikuwa unalenga kuwa na ile magati ya jumla? Kwa sasa tunahamasisha zaidi wananchi kuvuta maji majumbani, lakini bado kuna yale maeneo ya water tap ambayo miradi imejengwa kwa maana ya magati ya jumuiya, ambayo jumuiya nao wanaenda kupata huduma ya maji pale kwa wale ambao hawajavuta majumbani. Pale wanalipia kwa mwezi au kwa ndoo? Wanalipia kwa ndoo shilingi 50. Okay. Wewe kama meneja wa RUWASA mkoa, lakini wewe ni mwanamke, Rais Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni mwanamke, unajisikiaje? Hili ni swali binafsi. Najisikia faraja. Najisikia faraja, lakini mimi ninachoamini wanawake tuna hofu ya Mungu. Ni hicho tu. Tuna hofu ya Mungu. Ninachomaanisha kwamba tukipewa jukumu, ndio, kwa sababu tuna hofu ya Mungu, kwa tunakuwa waaminifu na kusimamia kwenye ile eneo ambalo tumepewa. Sawa. Kwa ndio maana tunaona Daktari Samia toka ameingia kazi kubwa imefanyika. Yote hayo ni ile kwamba mwanamke anaweza, lakini ana hofu ya Mungu, lakini pia ni mwaminifu na yuko thabiti katika kusimamia majukumu yake. Okay. Yes. Okay. Sawa bwana. Kama kuna la ziada tukupe nafasi ya wewe kuweza kulizungumza. Ninachoweza kuzungumza kwa sababu naamini kwamba wananchi wanatusikiliza. Ndio. Hasa wananchi wanaoishi vijijini. Tuwaombe, kwa sababu serikali inatoa hela nyingi kwa ajili ya kuwafikishia huduma. Ndio. Kikubwa tuwaombe waitunze miundombinu ile. Ili sasa tusipate changamoto kwamba si leo pampu imeharibika. Au leo si bomba limekatwa.
Sasa kwa sababu kata bomba inabidi tusimamishe huduma tuanze kuziba ile bomba. Kwa hiyo tunaomba watunze miundombinu, lakini kitu cha pili wanatumia maji. Changamoto inakuja kwenye kulipia huduma. Kwa hiyo tunasisitiza kwa sababu zile hela ambazo wanalipia huduma ndo zinaendesha mradi. Ndio. Ndo zinasaidia kama ikitokea changamoto yote kwenye mradi, lakini pia kuna watu ambao wanasimamia ile huduma. Tunawalipa mishahara. Okay. Kwa sasa kama mwananchi asipolipia huduma, inaweza ikafika wakati katokea changamoto tukashindwa kufix. Kwa hiyo kupitia zile hela ambazo wanatoa, of course sio kwamba ni biashara, maji sio biashara, ni huduma. Ni huduma. Kwa hiyo wanalipia ile huduma ili iweze kuwa endelevu. Okay. Kwa hiyo tunawasisitiza wananchi wa vijijini kulipia huduma ya maji na kutunza ile miundombinu. Lakini kwa maeneo ambayo kuna vyanzo vyetu vya maji, kwa mfano visima, basi wasisogee kulima, kwa sababu kuna wengine wanasogea kabisa karibia na kisima. Sasa wakilima wengine wanaweka mbolea zinaenda zinapenya kwenye maji kule kwenye kisima, kwenye chanzo. Kwa hiyo tunaomba na ile miundombinu na pamoja na vyanzo wavilinde. Yes.